Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, tufanye tafakari fupi mbele ya Yesu wa Ekaristi, ambaye ni matokeo ya hiki tulichosomewa hapa hivi punde. Yesu tunayemuona hapo katika fumbo hili, Yesu aliyefichika hapo altareni, ndiye Yesu huyo huyo anayeonekana kwa namna ya pekee katika msalaba. Ni matokeo ya yeye kujitoa na kutolewa na Baba kwa ajili yetu. Na hivi ndiyo tunaona somo letu linasema pendo la Kristo limedhihirika kwa yeye kujitoa. Na maneno yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Ndugu zangu, tupo katika ulimwengu ambao ni mgumu sana kuelewa maana ya upendo. Wenzetu Wagiriki kwa namna ya pekee walioandika ili Agano Jipya waliweza kuyafafanua mapendo katika maeneo makubwa manne, kutofautisha aina mbalimbali za upendo. Upendo namba 1 ulikuwa unaitwa erotic love. Huu upendo ni upendo unaotokana na muonekano wa vitu kwa nje. Yaani kama tunavyosikia siku hizi vijana wanaweza wakasema ninampenda fulani kwa sababu ya sura, au ninampenda fulani kwa sababu ya umbile. Huo upendo wa namna hiyo uliitwa upendo wa erotic. Maana yake upendo ambao ndani yake kuna mapungufu. Maana yake unapenda vitu ambavyo havidumu. Mmoja akisema anampenda mtu kwa sababu ya macho yake, vipi akija kuwa kipofu siku moja? Kwa hiyo upendo huu wenzetu waliuita erotic love. Lakini upendo namba 2 waliita philia love. Upendo huu wa kirafiki au upendo uliopo baina ya kaka na dada. Upendo huu waliuita philia kwa sababu ni upendo wenye mahusiano ya damu, kama sisi tulivyo na kaka zetu na marafiki zetu na kadhalika. Lakini upendo mwingine waliuita storge. Huu ni wa baba, mama na watoto. Yaani watoto wanavyompenda mama au mama anavyowapenda watoto wake. Kama vile ambavyo tunasoma katika Agano la Kale, mahali fulani Mungu anasema, hata kama mama yako akikusahau mimi sitakusahau. Ule upendo ule na uchungu ambao unakuwepo baina ya mzazi na mtoto wake. Lakini upendo unaozungumzwa hapa ambao unahusika sasa na sadaka, unahusika na kujitoa kikamilifu, ni upendo unaomhusisha Mungu moja kwa moja na watoto wake. Na upendo huo ndio tumezoea mara nyingi tunaita upendo wa agape. Na watu tunasalimiana agape daima au upendo daima. Ni upendo mkubwa wa sadaka, ambao upendo huu pia unaelezwa vizuri katika kile kitabu cha Wakorinto cha kwanza, ile sura ya 13. Ule upendo unaoelezwa pale ni upendo wa agape. Sasa ni upendo wenye sifa ya sadaka, kujisadaka, kujitoa, kuishi kwa ajili ya mtu mwingine. Upendo ambao ni adimu kabisa kwa ulimwengu wa leo kuupata. Adimu kwa maana halisi. Yaani upendo wa kujitoa namna hii, kufa na kugeuka chakula cha watu wengine. Kwa sababu tunapomwona Yesu katika hali hiyo tunaweza tusipate tafakari kubwa sana, lakini unaweza kupata picha process ya mkate kutengenezwa, kupelekwa kwenye mashine, kusagwa, ndio sadaka hiyo. Mkate unasagwa, baadaye unaingizwa kwenye moto, unawekwa sijui na mafuta, mkate unavyotengenezwa.
maumivu hayo, unaweza ukapata picha ya maumivu hayo kama mkate ungalikuwa ni mwanadamu, alafu baadaye unageuka kuwa chakula cha mtu. Ndivyo ambavyo Yesu anajitoa kwetu, na ndio mapendo ambayo anatufundisha. Sasa mada hii inaingiaje katika siku zetu hizi 3 za tafakari? Tunatamani kuwaombea watu na kuwaombea wadau wawe na moyo huo wa kujisadaka. Maanake mtu anapojitoa, anapotoa kitu chake, hapo ndani panaingia sadaka. Mtu anapoishi kwa ajili ya mtu mwingine, hapo ndani panaingia sadaka. Japo sasa kama nilivyowadokeza mwanzoni, katika ulimwengu wetu leo ni ngumu sana kuelewa maana ya upendo huu wa agape, kwa sababu tupo moja kwenye dunia ya kibiashara. Dunia ya kibiashara inatufundisha kwamba hakuna kitu cha bure, hakuna kujitoa. Dunia inatufundisha nipe nikupe, ndio maana ya biashara. Nikitoa shilingi 500 nataka peni, nitapata peni ya shilingi 500. Na hivi dunia ya sasa ni ngumu sana kuelewa upendo wa agape. Lakini pia tupo kwenye dunia ambayo inatufundisha kupokea zaidi kuliko kutoa. Na kumbe inatofautiana na kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura 20:35, ule wimbo maarufu tunaimba mara nyingi, tujaribu wote. Ni heri zaidi kutoa, ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Ni heri zaidi kutoa kuliko kupokea. Sasa tupo kwenye ulimwengu ambao unapingana na kauli hiyo. Nadhani mara nyingi waumini kanisani wangetamani kuimba ni heri zaidi kupewa, ni heri zaidi kupewa kuliko kutoa, kwa sababu tuko kwenye ulimwengu huo. Kila mtu anaomba, kila mtu anataka. Sio rahisi sana kufikiri kutoa kwa ajili ya mtu mwingine. Sasa katika changamoto hizo bado Yesu anatufundisha na anatuomba tuwaombee watu upendo wa agape, upendo wa kujitoa. Sasa katika kuomba sana, manake hapo inazaliwa tamaa. Mtu ambaye anaomba daima, manake tafsiri yake anataka apate yeye daima. Kwa hiyo katika mazingira hayo tuendelee kumwomba Mungu watu wetu waguswe kabisa na hiyo roho ya agape, upendo wenye kujisadaka ndani yake. Lakini pia kama nilivyowaambia, tupo kwenye ulimwengu wa biashara, na urafiki wetu pia unashindwa kutafsiri mapendo, kwa sababu mara nyingi pia urafiki wetu ni wa kuviziana. Unaweza kuona una rafiki yako ukaamini ni rafiki yako, kumbe ni upendo ule wa kuviziana, kwamba lini atanipa, lini atanirudishia. Na ndio maana pia hata katika urafiki wataalamu wanasema tuna makundi matatu ya marafiki. Tuna marafiki ambao huwa wanaitwa givers. Hao ni wachache sana wanaweza kukimbilia kwenye kundi la agape, kundi la sadaka. Yaani givers ni wale ambao wapo kwa ajili ya wengine, wanajitoa kwa hali, wanajitoa kwa mali. Wataalamu wanasema marafiki wa namna hiyo, kama una marafiki 100, unaweza kumpata mmoja tu ambaye yupo kwa ajili yako, hawazi lolote kwa ajili yake mwenyewe. Hao ni givers. Na tunaomba Mungu atuongezee givers, watoaji wanaotoa kwa moyo mweupe. Lakini aina ya pili ya marafiki katika ulimwengu huu tulionao, tunasema tuna aina ya pili ya marafiki ambao wanaitwa reciprocals. Hawa wanafanana sana na wale wafanya biashara, kwamba ulimwengu unasema hakuna cha bure, nipe nikupe, nipe nikupe, nipe nikupe. Sasa kundi hili, ukiwa na marafiki wa namna hii, ni sawa na wale ambao anakuletea kadi ya send off ya mwanae, anaandika jina lake pale, anaandika jina lako, fulani amepokea kadi yangu, anatiki, amenichangia. Kwa hiyo na wewe siku ikifika zamu yako, anaangalia kwenye daftari lake, ulinichangia? Ndio. Kama ulinichangia na wewe nakuchangia. Hiyo ndio reciprocal. Marafiki ambao nipe nikupe, hujanipa sikupi.
bado ni urafiki dhaifu sana. Na unaweza kuona unafikiri una marafiki wengi, kumbe ni kwa sababu ya huo muono kwamba huyu nikimtazama, nikimpa, ana uwezo wa kunirudishia kesho. Na ndio ulimwengu tuko huo sasa. Unaweza kuona siku hizi mtu anaandaa hata sherehe ya komunyo ya kwanza kubwa, ukimuuliza kwa nini, anasema nimechangia sana kadi za watu, lazima zirudi. Sasa zinarudi vipi? Ndio hiyo reciprocity hiyo. Sasa lazima virudi, haviendi bila kurudi. Lakini ya mwisho katika hayo makundi yote kama tulivyoona, givers, tuna hao reciprocals, lakini tuna receivers. Hawa ndio hatari zaidi. Ule rafiki ambaye yeye, urafiki wako wewe na yeye utadumu endapo tu kuna kitu na provide. Huna cha kutoa, urafiki hauna tena. Sisi tumuombe Mungu kuepuka sana marafiki wa namna hiyo. Yesu Ekaristi katika kujitoa kwake, anajitoa kikamilifu, anajitoa kisadaka. Lakini tukiwa na marafiki, au wewe ukiwa rafiki kwa mtu ambaye unawaza tu atanipa nini, sio nitampa nini, hatari nyingine hiyo, na tunapingana na huo upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika tafakari zetu leo, tunapoendelea kumwomba Mungu atujalie mafanikio katika hizi siku zetu 3 za tafakari, basi tumuombe Mungu huyo awasaidie watu upendo kamilifu, upendo wa agape, upendo ambao haupo kwa ajili ya kutafuta umaarufu binafsi, upendo ambao haupo katika kutafuta mali binafsi, upendo ambao haupo katika kutafuta heshima binafsi. Mnajua tupo katika ulimwengu ambao watu wanatafuta sana heshima. Mtu usipomsalimia kwa mfano asubuhi shikamoo, anakasirika mpaka jioni. Ukimuuliza kwa nini, wewe kunisalimia shikamoo. Sasa ni hiyo safi. Kumbe ukigundua mtu anapenda sana heshima, unamgonga shikamoo asubuhi, unamgonga mchana, unamgonga jioni, maisha yanaenda. Watu wanapenda heshima. Kwa hiyo tuwape watu heshima zao, lakini usikae katika maisha ukawa bize kutafuta heshima. Utakuwa na mahangaiko makubwa sana, kwa sababu dunia sasa kila mtu anajiangalia mwenyewe. Kwa hiyo tuombe neema ya Mwenyezi Mungu ili tuwe na moyo wa unyenyekevu. Zamani huko umaarufu, heshima, mali, madaraka vilikuwa vitafutu kwa nguvu, vilikuwa vinakuja naturally kama maji yanavyofuata mkondo. Lakini tupo kwenye dunia ambayo inatufundisha kuvitafuta vitu hivyo kwa nguvu. Wakati fulani tunakosa amani, tunakosa furaha. Tunapojiweka mbele ya Yesu Ekaristi, yeye ambaye alijishusha kabisa na umaarufu wake ukaja kwa majitoleo yake bila kuomba na bila kulazimisha, yeye huyu atusaidie tuyafurahie maisha yetu hapa ulimwenguni na tufanye mambo yote kwa moyo wa kujisadaka. Hivyo vitu vingine vitakuja vyenyewe. Ukifanya kazi yako vizuri, ukijitoa vizuri, watu watakupa heshima. Kama ni umaarufu, watakupatia. Kama ni mali, watakupatia. Kwa sababu hata Yesu alishasema kila anayetenda kazi ya Mungu kiaminifu hatokufa njaa. Kwa hiyo Yesu huyu mtaalamu wa majitoleo atusaidie kujitolea na kuwapa watu moyo wa majitoleo. Upendo huu unaosisitiza kwamba Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae. Ile hali ya kutoa iwaingie watu wetu. Mapendo yanahusika na kutoa. Kuna mapendo ambayo hayana utoaji. Ukiona mapendo hayana utoaji, kuna kitu yanakuwa yamepungukiwa. Kwa hiyo sisi tunapotafakari mbele ya Yesu Ekaristi, tukumbuke kupenda, na kupenda katika kutoa, na watu waelewe hilo ili tuweze kufikisha ujumbe huu mzuri ulimwenguni kote. Tumsifu Yesu Kristo milele.